Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu la mahafali ya 51 shule ya sekondari Mwenge. Kipekee nimshukuru uongozi wa shule kwa kunipa mwaliko huu niweze kufika hapa kuwa mgeni rasmi. Nawashukuru sana. Nianze kwa kuwapongeza wahitimu wote wa kidato cha 6 kwa kufikia hatua hii muhimu katika safari yenu ya elimu. Mafanikio haya ni matokeo ya juhudi, nidhamu na uvumilivu mkubwa mlioonyesha. Kiongozi wetu mstaafu, mimi kama katibu tawala wa wilaya Singida niko jirani, ofisi yetu iko jirani, lakini hatujawahi kusikia kero wala fujo wala maandamano yoyote kutoka katika shule hii ya Mwenge, wala kuleta athari kwa watu wanaoizunguka. Tunawashukuru sana sana sana. Kwa ambao hamfahamu kwa jina, naitwa Naima Chondo, ni katibu tawala wa wilaya Singida, au nyie wasomi mnaita dasi. Kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza walimu wetu. Walimu oye! Usimamizi wenu madhubuti na kujitoa kuwafundisha vijana wetu, leo hii tunaona matokeo yanayoshirisha mkoa wa Singida. Hakuna sifuri, hakuna division 4. Tunawapongeza sana. Mwenyezi Mungu awalinde, muendelee na kazi hii ya wito. Vijana wangu wa timu, hatua mliofikia leo sio mwisho wa safari. Kama ambavyo wenzenu walikuwa wakiwaambia, ni mwanzo wa safari nyingine ambayo ni hatua nyingine muhimu zaidi katika maisha yenu. Dunia sasa inahitaji vijana wenye maarifa, ubunifu, nidhamu na maadili mema. Hivyo mmepata mwanga, endeleeni kuwaheshimisha walimu wenu na mje kuwa msaada kwa wazazi na muwe wazazi bora kwa familia zenu kwa wakati wa baadaye na kuheshimisha taifa letu kwa ujumla. Na wasi mwendelee kujifunza, kujituma na kutumia elimu mlioipata kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Epukeni mienendo isiyofaa na muwe mfano bora kwa wengine. Hapa tuna madaktari, tuna mainjinia, tuna walimu, tuna ambao watakuja kuwa wanasiasa na wengine kwa heshima yao na nidhamu yao watakuja kuwa wateuliwa wa Mheshimiwa Rais kama ambavyo nimesimama hapa mbele yenu. Naombea heri na baraka tele katika mienendo ya maisha yenu, mkawe viongozi bora wa taifa letu kwa baadaye. Kwa shule ya wavulana, mna jukumu kubwa kwa viongozi bora wa kesho. Jengeni tabia ya uwajibikaji, heshima na kufanya maamuzi sahihi. Mstaafu, nimeona wazazi wengi sana wanakuja hapa kukupongeza. Kuendesha jeshi hili inahitaji maono ya Mwenyezi Mungu, na nimekuwa ni mdau mkubwa sana kwa anakuja hapa kwa ajili ya usahihi wa viongozi na watumishi wanaoajiriwa na serikali. Nimekuwa nikiona mwalimu wa nidhamu mmezipata fimbo zake sawasawa, si ndio? Lakini zimewajenga na nidhamu hii inaonekana. Ukimwangalia tu mtoto unafahamu. Mimi niseme kwa malezi, nimekuwa na kaka zangu na dada zangu, lakini mimi Mwenyezi Mungu amenijalia mabinti wanne na watoto wote wa kike. Mabinti oye! Kwa hiyo iko siku wahitimu tawakutanisha na mnakutana watu ni wale wale, si ndio? Na kiwango pili naye yuko kidato cha 6 na wenyewe wanaanza mtihani mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo nina imani mtakutana, mtabadilishana mawazo. Vijana oye! Kwa upande wa shule ni
niwapongeze sana kwa kuendelea kutoa elimu bora na kuwalea vijana katika misingi ya nidhamu na maarifa. Kipekee niwapongeze sana kwa kuanza kutumia nishati safi. Mkuu wa shule nakupongeza sana, kwa sababu wakati nimeteuliwa nimefika Singida, tulikuwa tukija katika huu ukumbi, yaani tulikuwa tunajaa moshi hapa kwa sababu ukumbi umeungana na jiko, lakini kwa sasa hivi sijawahi kuiona hii hali. Niwapongeze sana kwa hatua muhimu mlizochukua kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu kutumia nishati safi. Changamoto, Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wahitimu ambao wamesoma kutoka hapa, nyote kwa pamoja, changamoto zilizozichukua zilikuwa sifanana. Kuna maabara ya kompyuta, uzio, ambapo hivi tumevipokea, na mimi nimesimama hapa kutoa maelekezo, sio kuomba, kutoa maelekezo kwa mwakilishi wa mkurugenzi. Alipokea hili na alikuwa akinielezea majibu ambayo amekuja kuyasema hapa, kwamba wamekuwa wakifuatilia wizarani na pia kuna wadau kwa miaka ya nyuma walikuwa shule ilikuwa ikichangisha fedha kwa ajili ya kukarabati hivyo vitu vinavyohitajika pamoja na chukulia pia la uzio, lakini kwa hivi karibuni hakukuwa tena na mwendelezo huo. Lakini kabla ya tulikutana, imepita wiki moja na Mr. Jiku, na hapa niongelee, nilikuwa nimeona zile ngazi za kule nyuma ambazo wanafunzi wanakuwa wanaruka zimeharibika sana. Nikampigia mkurugenzi hapo akasema baada ya kikao alikuwa kwa Mheshimiwa Rasia atakuja, lakini nao atalichukua na yenyewe, lakini pia nielekeze sisi serikali tusifumbie macho hiyo hali. Mkuu wa shule alisema aliweka uzio ili wanafunzi msipite, lakini nimekuwa nikikaa katika ile ofisi ambayo ni library, nimeona wanafunzi wengi wakitumia zile ngazi. Tumeweka uzio, siwezi kusema nini watundu, lakini sisi serikali ni wajibu wetu kuzikarabati. Kwa hiyo natoa maelekezo kwa mkurugenzi, tutashirikiana zile ngazi za kwenda madarasani kule zitengenezwe. Lakini kingine ambacho nikichukue ni ukarabati wa ukumbi wetu huu. Ukumbi umekuwa ukitumiwa na watu mbalimbali. Hii naomba ofisi yetu ya mkuu wa wilaya ichukue. Nina imani baada ya muda mfupi tutatoa zawadi yetu kwa Mwenge Sekondari kwa kukarabati ukumbi huu wetu mzuri. Kabla sijamaliza, niwape salamu kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wetu, Mheshimiwa Yadi Kiaratu, mbunge oye, ambaye alikuwa amekaribishwa hapa kuwa mgeni rasmi, lakini kwa sasa yuko Arusha kwa mikutano mingine. Anawasalimia sana, anawapenda sana, na Mwenyezi Mungu akijalia atakuwa naye siku ya maombi, siku ya Jumapili. Kipekee mpate salamu zingine kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Double G, Mheshimiwa Gordon Gombe, anawapenda sana vijana wake. Na mwisho mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Halima Lebego, naye alipenda awepo hapa siku ya leo, lakini wameitwa Dar es Salaam, kuna makabidhiano ya taarifa ya tume, lakini naye anawatakia kila lenye heri. Mwisho, nawapenda sana vijana wangu. Niwatakie mafanikio mema ya A+. Mwenyezi Mungu akawajaze nguvu, akawakumbushe kile mlichosoma na hicho ndicho kitoke. Nimesimama hapa na degree 2 na sasa hivi ni mwanafunzi wa PhD. Kwa hiyo ni muhimu sana wa elimu. Wazazi ni wengi wametoka mbali
kwa ajili ya nyie. Mnaporudi vijijini, mkawe msaada, msio kupandisha mabega juu, mkawaheshimu wazazi. Wazazi wetu wengi sio wamesoma. Mimi mzazi wangu, mamangu alikuwa mwalimu, babangu alikuwa mfanyakazi tu ofisini, lakini wametusomesha wote na sasa hivi wanafurahia matunda yao. Kuona nyie mwende mkawajali hawa wazazi, wanatoa fedha zao, wanawapenda, wamesafiri umbali mrefu kuja hapa kwa ajili ya nyie. Naomba muendelee kutunza heshima ambayo mtatoka nayo hapa, na Mwenyezi Mungu atajalia kutakuwa na awali nyingi na division 2 chache. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu akatujalie Jumapili inayokuja tufanye maombi na yote ambayo tutasoma yatokee.